miongoni mwa vitu ambavyo vinaendelea kwa sasa ni juu ya sakata la Kariakoo Derby. Mechi ilipaswa kupigwa tarehe 8 ya mwezi huu wa 3 2025, lakini kama imeahirishwa sababu bado inaonekana ni za ndani sana. Achilia mbali zile ambazo tulizisikia. Kiwepo issue ya Simba kufanywa vurugu. Maana kama kufanywa vurugu leo, mechi kesho, taratibu mpaka kufika saa 4 zikazi zinaonekana zinaendelea na game iko pale pale. Ilikuwa kuna sababu ya kuahirisha mchezo. Kabisa. Lakini baada ya kukaa chini kupiga tathmini, kaonekana kwamba kuna vitu ambavyo wao walivibaini. Sasa leo miongoni mwa interview ambazo zimetrend asilimia kubwa ni juu ya mwenyekiti wa bodi ya ligi. Ndio. Ndugu yetu Steven Mguto. Ndio. Amejaribu kueleza kile ambacho kimetokea kwenye ile dabi. Ile dabi amekiri kwamba timu moja hapo kwa kweli kuna dalili ya kutokupeleka timu uwanjani. Ndio. Kwa kanuni zao maana ilikuwa inaweza kushushwa daraja. Okay. Kama taratibu za mchezo zingeendelea. Yanga salifuata taratibu zote. Ndio. Licha ya kwamba taarifa ya kuahirisha mechi ilikuja saa 8. Timu zote zikazimepewa taarifa. Sasa wangejaribu kufanya kile ambacho kilichotokea 2021. Kitendo cha kusogezwa muda tu mbele, Yanga kagomea na game haikupigwa. Basi wanaamini kwamba maana tukio tofauti ya hili tukio na la wakati ule 2021, lile tukio taratibu zote zilionekana zimefanyika. Ndio. Timu ilikuwepo uwanjani ama timu zilikuwepo uwanjani, lakini kuna mmoja aligomea muda kusogezwa mbele, waamuzi walikuwepo, makamishina. Kwa hiyo kicho kwa kinafuata pale ni kwamba muamuzi tu apulize filimbi, basi ni kumpa yule ambaye yupo uwanjani alama zake 3 na magoli 3. Lakini tukio hili kwa kweli liona kwamba linaweza likafanana tena na tukio la awali, ikabidi wachukue tahadhari mapema. Ya kuahirisha game mapema ili atakayeendelea nje ya ule muda ambao wameahirisha hawatotambua. Kwa hiyo inaonekana nyuma ya pazia kuna mambo mengi sana ambayo yanashinikiza nje ya kanuni. Kwa hiyo tukisema kwamba tusimamie kanuni, that means kwamba timu nyingi sana tutakuwa nazo kwenye ligi. Mguto yeye anaamini kwamba hizi timu ni malezi ya tangu zamani, sio sasa. Ndio. Zina nguvu kubwa sana kuliko hata mamlaka zinazoongoza mpira wa miguu. Ndio. Na sababu alizozieleza ikiwepo issue nzima ya kwamba nchi kiujumla inazitegemea sana hizi katika kuleta amani. Ndio. Jambo hili nyinyi wenyewe hapa mngelipinga Simba na Yanga. Nafikiri hapo kimshusha Simba au Yanga daraja patakalika. Kwanza ligi yenyewe itafia hapo. Kwa hicho ni kigezo moja hapo. Maana mtu anaweza akana shamba. Okay, sawa. Unaweza usimshushe daraja lakini pia unaweza ukatoa pointi 3 kazipeleka. Yanga sasa hivi kishushe. Kubwa sana. Sasa kinachoana. Sasa lazima nini kwa nini tunaweka kanuni? Tunaweka kanuni, tunaogopa kufuata kanuni kwa sababu eti tutaleta nani? Sasa hizi kanuni pia maana hoja nyingine ni usawa katika utekelezaji. Maana kama leo Biashara United kwa msimu championship amenyang'anywa alama 15. Ndio. 3 hizi kanyang'anywa kwa kuwa hakufika uwanjani. Alipewa mpinzani wake ambaye Mbeya City pale Sokoine Mbeya. Alama 12 ni zile ambazo umezivuna ama ungetarajia kuzivuna. Kwa zile unakatwa. Ndio. Miongoni mwa adhabu ambazo pia wapo nazo ni kushushwa madaraja mawili. Sasa hizi kanuni kuziapply kuzileta kwa Simba na Yanga ndio changamoto. Hawa ili usikie utasikia kwamba ameadhibiwa kisa amepita mlango sio rasmi. Ndio. Sio alikuwa anamwaga vimiminika vyenye vya sheria vya imani za shirikina. Ndio sababu ambazo kwa hiyo hapo utakuwa na sub standards. Of course double standards zipo lakini unamuelewa. Ndio maana kukwambia kwamba wanapata ugumu katika maamuzi kwenye hizi timu kwa kuwa ni kubwa. Na zinazidi zaidi ya kile ambacho wao wanakitekeleza. Ndio. Na kagusia issue moja kwamba hili tukio linahitaji hekima na busara kuchukua nafasi kuliko hata kwenye kusimamia, ambapo hekima na busara ingeanza tangu siku zile. Unajua mechi za Simba na Yanga tuna vilabu vikubwa Azam na Mungo na vitu kama hivyo, na tunaamini kwamba hata huyu ambaye anacheza na Mungo ndani yake anaweza kawa na Simba na Yanga. Hilo liko wazi. Kwa mfano mdogo sana. Kwani na Mungo kigusa anayehusika kwamba labda ndo anamiliki ile unaanza hivi. Ni kocha kabisa na ana leseni B so far. Nijikumbuka kwa mfano issue ya Feitoto. Ile issue ya Yanga na Feitoto. Busara ilitumika. Kweli watu wanasimamia hiyo miongozo ya kisoka kanuni. Lakini mama zungumza tu akasema jamani sasa huyu nani katoto kadogo katoto kazi kesho tu hilo jambo liki yani kubwa kishasema tusimamie kanuni basi na hapo unapozungumzia mwenyekiti Mguto amesema
kama watashindwa kabisa kufikia mwafaka, watajaribu kushirikisha mamlaka kiujumla za nchi zenyewe ziangalie namna ya kuweza kufikia mwafaka kwenye hili. Na ndio maana ametanguliza neno busara na hekima. Umenielewa? Na sofa Yanga mpaka sasa hizi taarifa zilizopo ni kwamba wameenda kasi. Maana unaona haki ndani ya nchi hawezi kuipata. Na sofa walipewa barua ambayo inaonekana kwamba alama 3 za mezani hazipo. Japokuwa Steven Mguto amejibu kwamba swala la Yanga kwenda kasi kwa sasa ni kama wanajichekesha tu. Maana wao hawajafanya maamuzi mpaka sasa hizi. Sasa kama watakuja kufanya maamuzi, of course ndio ingekuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo Yanga walistahili kwenda kasi wakiwa washapewa maamuzi ya moja kwa moja. Bwana sisi tumeafikie hivi. Lakini amesisitiza tu kwamba wanajaribu kupambana wapate maamuzi ambayo ni sahihi na yatakuwa kwa fair kwa pande zote mbili. Ila yule ambaye hatoridhika na maamuzi anaweza kuchukua hatua zaidi. Ukinukuu tu hivyo vitu kwa haraka ni kama wanataka kugawa alama. Ukimnukuu tena vizuri kama mamlaka zikiingilia sasa kwenye engo ya busara, game itapigwa. Lakini ukijaribu kuangalia situation inayoendelea, majuzi hapa mwanachama wao Haji Manara alifanya interview kama mnakumbuka. Jana kuna wazee Dodoma wale wa Yanga walifanya vikao pia na wakisisitiza kutokupeleka timu uwanjani. Sasa na hawa viongozi wanaweka kwenye hizi timu lazima nyuma kwa kuna watu. Sasa hato kuelewa endapo kama utaamuru kupeleka timu uwanjani. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa kuwa tumeshakubaliana na Steven Mguto mwenyewe anakiri kwamba wamekubali kuvunja kanuni, ila busara na hekima itumike. Maana anakiri kwamba wana kanuni zipo kweli kabisa. Kwa wamekubali walivunja kufanya utaratibu wa kupata alama 3, lakini pia Simba vivyo hivyo unaweza kujaribu kuangalia namna ya kuweza akachukuliwa hatua, lakini busara ndio inabidi itumike. Kwa hiyo nafikiri mimi namuelewa. Itumike busara afu mambo mengine yaendelee. Itumike busara kwamba kipigwe ama kipigwe. Busara inaweza kutumika kwa hiyo ya point 3 huyo akatwe au shukatwa ni kitu kigumu. Hiyo haitakuwa busara. Haya tutakuwa tayari maamuzi mmeafikia kupitia kanuni. Sasa hata ukimpa point 3 kwa saizi Simba na Yanga wana kosa. Mimi nakuelewa. Wao wanasema kwamba sheria inasema hivi, lakini bwana tutumie busara. Kwa sababu sheria haina busara. Sheria haina busara. Sheria haina busara. Haina. Sheria busara. Sasa ukileta busara kwenye sheria haina busara. Kwenye sheria ambayo kwa sheria inasema kwamba mshiko na ngozi ndio muhimu. Lakini kanuni tutumie busara. Lakini swala la sheria muda mwingine linasimama. Unaona hiyo issue? Ndio. Of course, yani mimi ukijaribu kufuatilia manake bodi ya ligi ndio wana makosa. Of course. Kabisa. Kwa hiyo Simba na Yanga wao hawadai chochote katika hili. Maana kama ilifikia pahala saa 4 nakumbuka Steven Mguto anaongea na chombo cha habari. Bwana mechi iko pale pale. Tunaingia kwenye kikao of course cha dharura. Tujaribu kujadili tuone kwamba mwafaka. Baadaye unakuja unabadilika tena. Kwa saa 4:03 baadaye saa 8 majibu yanatoka kwamba game imeahirishwa. Kwa taratibu zote game ipigwe. Kwa hiyo mkanganyiko ulianzia hapo. Maana wao ndio wanakuambia hebu ungesimamia kanuni vile vile. Bwana kama ulivyosema kwamba game ipo. Taratibu za game zifuate. Yanga peleke timu au ndo maelekezo mzee. Sasa nyuma ya pazia ndio naambia nyuma ya pazia. Busara ifanyaje? Itumike. Sasa usipokubali busara itumike maana yake kuna mmoja inabidi aumie. Maana swali la mwisho ambalo yeye amejaribu kulileta kwa wadau. Hebu fikiria Simba au Yanga na shushwa daraja. Utafaidika na nini? Wakati inaonekana ni miwili katika engo ya amani kwenye nchi ya Tanzania. Tunaongea wengine kwa kina Azam hapo atasogea hapo. Nani kitu kama hicho. Hii ngoja kwambie. Kwani adhabu ni kushusha daraja peke yake? Sasa sikiliza. Simba na Yanga hizi ni dini. Yaani usipokuwa Muislamu wewe ni Mkristo. Usipokuwa Mkristo wewe ni sasa haya mambo ndio. Yaani unaweza kuwa unazaliwa kwenye familia yenu wewe. Nilikuwa na wewe Simba lazima utakuwa Yanga. Gani kama sio Simba wewe ni Yanga. Kama sio Yanga wewe ni nani? Ni Simba. Kwa hiyo anayetuambia mtu anayetuambia ni koso ya maana anatudanganya. Hiyo uongo. Hiyo kaka wewe usijidanganye sana. Yaani uweze kuniambia mtu anayetuambia ni koso union. Mimi Azam. Au unasema bwana mimi ni Singida. Mimi siko Yanga wala Simba mimi nipo Coastal. Hapana. Inawezekana kweli? Asimewezekana kasema. Hiyo sasa labda wewe kama unatoka Tanga utasema bwana hii timu ya nyumbani. Hiyo kuna kivuli hicho ambacho watu wanakiweka. Lakini katika uhalisia ninyi sisi sote tumekaa watatu. Tukipiga kura hapa kuna wawili wanaweza akazidi upande mmoja akabaki pale pale. Lakini kwenye timu zile